Rais wa TLS Boniface Mwabukusi ameibuka na kuandika katika kurasa zake za mitandao ya kijamii kufuatia kauli mbalimbali zilizotolewa na viongozi katika Baraza la Wawakilishi Zanzibar siku kadhaa zilizopita, na kauli hizo kuzua taharuki, huku baadhi ya watu na baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini wakiziita kama kauli za ubaguzi. Kwa kuwa ni halali kwa Wazanzibari kulinda haki za Wazanzibari, haiwezi kuwa haramu kwa Watanganyika kulinda haki za Watanganyika. Kwa yanayoendelea kujitokeza katika Baraza la Wawakilishi Zanzibar kuhusu kujitanabaisha kwa misingi ya Uzanzibari na kulinda maslahi ya Zanzibar, je, si wakati sasa kwa Watanganyika nao kuzungumza kwa uwazi, kuhoji kwa uhalali na kujadili kwa kina masuala yanayohusu haki, hadhi na maslahi ya Tanganyika? Je, Watanganyika hawana haki ya kuhoji na kulinda kwanza bandari zilizopo ndani ya Tanganyika? Pili, misitu na rasilimali za mazingira za Tanganyika? Tatu, rasilimali za asili zilizopo katika eneo la Tanganyika? 4. Hadhi, haki na umiliki wa ardhi ya Tanganyika. 5. Nafasi, haki na uwepo wa watu wasio wa Tanganyika katika idara na taasisi ambazo si za Muungano. 6. Uhalali wa viongozi wasio wa Tanganyika kuingia au kusaini mikataba inayohusu rasilimali za Tanganyika, hususa pale ambapo baadhi ya masuala hayo tayari yameondolewa katika eneo la Muungano kwa upande wa Zanzibar. 7. Kuhoji mchango wa Zanzibar katika kugharamikia gharama za uendeshaji wa shughuli za Muungano na ulipaji wa deni la taifa. Ikiwa ni halali kwa Wazanzibari kujadili, kuhoji na kulinda maslahi ya Zanzibar kwa misingi ya utambulisho wao wa kisiasa na kikatiba, kwa mantiki hiyo haipaswi kuwa kosa la Watanganyika kuhoji, kujadili na kutetea maslahi ya Tanganyika katika mfumo wote wa haki, usawa na kuheshimiana ndani ya Muungano. Haki ya kulinda maslahi ya Zanzibar haiwezi kutenganishwa na haki ya Watanganyika kulinda maslahi ya Muungano. Haki hizo zinapaswa kutambuliwa kwa usawa, bila upendeleo na bila kuonekana kuwa ni tisho kwa Muungano, bali kama sehemu ya kujenga Muungano wenye misingi ya haki, uwazi na kuheshimiana. Ukweli, haki na uwajibikaji ndio msingi bora wa kuliongoza taifa kutoka katika vitendo vya ukatili dhidi ya ubinadamu, ukiukwaji wa haki za raia na mauaji na utekaji vilivyofanywa kabla, wakati na baada ya tarehe 29 Oktoba 2026.